Roho wa Mungu amenipa kazi, ameniambia nimuombee makamu wa rais. Roho wa Mungu ameniambia nimuombee makamu wa rais. I have to pray for this man. Amen. Ameniambia muombee makamu wa rais. Mungu ataninyanyua, ninayo imani. Lakini Mungu ananiambia unipe 600,000. Mungu anakuambia unipe 600,000. Nikupe 600,000. Kweli nasema sauti haki ya Mungu na kweli. Mungu amekwambia saa ngapi? Ameniambia sasa hivi. Sasa hivi. Sasa hivi. Kwamba madhabahu haya kuongezea 100,000. Ndio Mungu alivyokuambia. Mimi sidanganyi, ni kweli. Sidanganyi. Jamani, anasema Mungu amemsemesha sasa hivi kwamba yani sio uongo. Nipe 600,000. Kweli. Sidanganyi, wewe ni mtumishi, unaona na unajua shida za watu. Nadhani umeshaona. Kwa hiyo Mungu amekusemesha sasa hivi? Sasa hivi. Na yule aliyekwambia mwanzoni kwamba nikupe 500,000 ulikuwa ni wewe? Pale ni mimi kweli. Pale ulikuwa wewe. Sasa hivi huyu anayesema 600,000. Nimesikia sauti ongezewa 100,000. Ongezewa sauti ongezewa. Inasema ongezewa 100,000. Ongezewa 100,000. Kwa sababu utalipa kwenye kodi itapungua. Kutokana na video ulizoziona hapo, ninaenda kuendeleza sehemu ya 3, kwa sababu mwishoni mwa video ya sehemu ya 2 nilisema kwamba nitaendeleza sehemu ya 3. Kwa hiyo niko hapa kuendeleza sehemu ya 3. Sasa sehemu ya 3, kama utakuwa ulikuwa makini kuangalia, kuna kaujumbe nilikaweka kwa kwamba wanaoamini wanapingana, lakini shida kubwa ni neno kuamini. Sasa naendeleza hapo nilipoishia. Kuna swali ambalo niliwahi kumuuliza mtumishi wa Mungu ambaye ni mchungaji, sitomtaja. Hilo swali hakunijibu jinsi inavyotakiwa. Lilikwepa sana, mwisho wa siku akasema mambo ni mengi, naomba uende nyumbani, tutakuja tuongee siku nyingine. Hakujibu swali langu. Lakini ndani ya hilo swali lina mchanganyiko wa maswali mengi, lakini lengo kubwa ni kujibu swali moja. Ila kama utaweza, unaweza kujibu maswali yote ambayo yatajizalisha katika hilo swali. Iko hivi, kutokana na video, swali ndo litakokuja kutoka. Kama umeziangalia video zote hizo mbalimbali, litatokana na hizo video. Ukija kwenye shule za serikali, hata kama sio za serikali, kitu wanachokisoma Dar es Salaam sekondari kidato cha 2 ndio hicho wanakisoma Morogoro, ndio hicho wanakisoma Mwanza, ndio hicho wanakisoma sehemu yoyote. Yaani syllabus za shule hazibadiliki. Sasa lakini kwa hiyo nataka mtuambie kwamba sisi wanadamu tunamzidi hata Mungu utaratibu, maana yake. Kwa sababu leo nitawajadili watu wanaoitwa Wakristo kama video ulivyoziona hapo. Wakristo wamegawanyika katika makundi mengi, ila tunayoyajua makubwa ni Waroma, wa KKT, wa Sabato, walokole. Na sasa tushia hata kama yangekuwa mawili, lakini tuseme tu hayo. Sasa hapa kuna shida. Kama utakuwa uko makini, utagundua kuna shida. Na shida yenyewe inaweza ikawa ni neno kuamini. Kama nilivyotangulia kusema kwamba neno kuamini linasababisha uvivu katika kufikiri. Linasababisha unaweza ukakaa na kitu ambacho sicho cha kweli, ambacho sio sahihi kwenye akili yako. Lakini kama ungelitoa neno kuamini, maana yake ungetafiti, ungepata kitu ambacho ni sahihi. Sasa neno kuamini linaweza likawa ndio sababu ya huu mgawanyiko wa makanisa mengi. Sasa swali langu liko hivi, na swali hili nahitaji niwaulize watu wanaosali. Lakini sana sana swali hili ni kwa wachungaji wa madhehebu
Kwa hiyo mchungaji hasa ndo mahususi ndo swali lake. Lakini hata kama wewe unayesali muumini wake, unaweza ukajibu kama unaweza ukajibu. Sasa kama nilivyotangulia kusema kwamba taasisi za Tanzania kama za shule silabasi zinaendana pote, lakini nyinyi mnakuja mnapingana, alafu mnapokuja mkatufanya sisi hatuzitumia akili zetu vizuri, mnasema kwamba Mungu wenu ni mmoja. Mnatuambia Mungu wenu ni mmoja, alafu nyinyi mnapishana na mnasema mnamwabudu Mungu mmoja. Sasa kivipi? Iweje mumwabudu Mungu mmoja na wakati mnapishana? Badala yake sasa mungekuwa kitu kimoja. Sasa na hii ya kugawanyika kwenu kunafanya sisi ambao tunahitaji kwenda sehemu ya kuabudu tushindwe twende wapi. Kwa sababu kama nitasikia huku huyu anampinga huyu anampinga huyu na wote ni Wakristo, mnawachanganya wanaotaka kusali, wanaona ni kama vitu havieleweki. Kwa sababu gani? Kama unaenda kwa Msabato anakuambia sehemu sahihi ya kusali ni Usabato. Unaenda kwa KKT anakuambia sehemu sahihi ya kusali ni KKT. Sasa nachanganyikiwa, nashindwa niende wapi, ni wapi sahihi. Sasa kuna swali ambalo niliwahi kumuuliza mchungaji. Linahitaji unisikilize vizuri ili uweze kunielewa. Ukienda kusali kwa KKT, mchungaji anaposimama pale madhabahuni huwa wana tabia ya kusema kwamba Roho wa Mungu ameniambia. Roho wa Mungu ameniambia nimuombee makamu wa rais. Mungu alinishtua, niliongea na Mungu akanipa maelekezo haya na haya na haya, na nilipoyafanya yalinisaidia haya na haya. Mungu amenituma kwenu nije niseme hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo mfano huo kwa Waroma, si kwa Waroma peke yao, makanisa yote, ukienda kwa Warokole, ukienda kwa Wasabato, wachungaji wanaposema madhabahuni huwa wana tabia ya kusema hicho kitu. Sasa swali langu nitakuja litoke hapo. Sasa Mungu wenu ni mmoja. Tumekubali kwamba Mungu wenu ni mmoja, hayawezi akawa miungu tofauti, kwamba Warokole labda wanamwabudu Mungu maji, au Wasabato wanamwabudu Mungu mwezi, au Waroma wanamwabudu Mungu wa mbinguni. Tuliwakubalia kwamba Mungu wenu ni mmoja. Sawa. Mkaja mkatuambia huwa mnaongea naye, anawapa maelekezo, mnakuja mnasema maelekezo hayo mmepewa na Mungu. Tunaamini kama nyinyi mlivyozoea kuamini. Waumini wenu wanaamini kwamba ndio mmepewa na Mungu na wanayafuata kwamba ni maelekezo kutoka kwa Mungu. Sasa swali langu, mnaposema hivyo, sidhani kama Mungu wenu anapenda hii migawanyiko yenu, kwamba huyu ni Msabato, huyu ni Mroma, huyu ni KKT, sidhani. Sasa huwa mnapowasiliana naye, kwa nini asiwaambie kwamba sehemu sahihi ya kusali ni Usabato? Kwa sababu nyinyi kwa nyinyi mnapingana, kila mtu anatetea dhehebu lake kwamba dhehebu lake ndio sehemu sahihi, ndio liko sahihi. Sasa mnapoongea naye, kwa nini asiwaonyeshe kwamba dhehebu sahihi ni Usabato? Kwa hiyo KKT anapokuwa anaongea naye au anapokuwa anatoa maelekezo, anaambiwa bwana wewe ni Usabato, twende kukasali kwenye Usabato. Kila mtu anawasiliana na Mungu, anamwambia kwamba sehemu ya kusali ni nini? Ni Usabato. Kwa hiyo inatokea siku wa KKT, wa Roma na wengine wanawaambia watumishi wao kwamba waumini wao kwamba tunaenda kusali kwa Usabato, na kuanzia leo na siku zote tutakuwa Wasabato, kwa sababu nimeongea na Mungu, amenipa maelekezo sehemu sahihi ya kusali ni Usabato. Maanake tungetegemea kama Mungu ni mmoja na huwa mnawasiliana naye, mungekuwa kitu hiki angekuwa alishawapa maelekezo. Sasa hapa ndo yanapokuja kuzalika maswali. Swali la kwanza, ni kweli huwa mnaongea naye huyo Mungu au huwa mnasema ya kwenu kutoka kwenye vichwa vyenu? Hilo ni swali la kwanza. Lakini swali la pili ni yeye, kwa nini sasa asiwaambie sehemu ya kusali sahihi? Je, anafurahia hiyo migawanyiko yenu? Anaifurahia? Unajua, kila mwenye akili timamu, kila msiye mvivu wa kufikiri, lazima achukue vitu ajaribu kuviunga. Ujaribu kuchukua hiki ukiweke hapa,
Ukiona kijakaa sawa, kitoe, leta kingine kiweke. Ukiona kimefiti, leta kingine ukiweke. Ukiona kijakaa, leta kingine tena ukiweke. Ukiona kimekaa, tafuta tena kingine. Mwisho wa siku kuna kitu unaweza ukakipata. Sasa tujibuni haya maswali, kwa sababu nikirudi sasa kwenye mada yangu ya imani, mnapokuja mkatuambia Roho wa Mungu ametuambia au Mungu amenituma, waumini huwa wanatengeneza imani na wanawaamini, na huenda kumbe mnayoyasema ni ya kwenu, sio ya Mungu. Wanayaamini kwamba huyu mtu ametumwa na Mungu, na mmeshatuwekea hofu kwamba Mungu ndo Alfa na Omega. Tukikataa kumtii, tukikataa kufuata anayoyataka, anatuchoma moto. Kuna mbinguni na kuna motoni. Kwa hiyo tunafanya vitu kwa hofu. Sasa naombeni majibu. Naomba leo niishie hapo, ila naomba majibu.